Hujambo na karibu mtazamaji wa Mihrab Media, ni kualika na kukaribisha kwenye kipindi cha Yaliyojiri Magazetini, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa ya Juni 20 ya mwaka 2025 sawa na mwezi 23 mfungo 3 mwaka 1446 kwa mwaka wa Kiislamu. Na kualika na kukaribisha ni mimi mtangazaji wako Salha Rashidi, nikishirikiana sambamba na Sabru Sandani. Na kipindi hiki mtazamaji utapata fursa kufahamu kwa mukhtasari yaliyojiri ndani ya magazeti tuliokuandalia kwa siku nzima hii. Yaliyo miongoni mwa magazeti hayo: tuna gazeti Zanzibar Leo, tuna gazeti Habari Leo, tuna gazeti wa Machinga, tuna gazeti Mwanahabari, tuna gazeti Mwananchi, bila kukosa kurasa za michezo na burudani. Moja kwa moja tunaanza kudondoa gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Tunaanza na habari inayosema Hemedi ahirisha mkutano wa 19 baraza la wawakilishi, asema maandalizi uchaguzi mkuu yaendelea vizuri. Ukurasa wa pili utakutana na mwendelezo wa taarifa hiyo. Daraja litafungua usafirishaji kikanda, hiyo ni kauli ya Rais Samia. Tukiachana habari hiyo tunakutana na habari inayosomeka kuwa ZEA yaahidi kuendeleza wabunifu vijana. Ukurasa wa 3 mwendelezo wa habari hiyo. PAC yasikitishwa kujirudia dosari matumizi fedha za umma. Ukurasa wa 3 habari hiyo pia utaisoma kwa undani wake. Tunatamatisha kudondoa gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi kwa siku nzima hii ya leo na habari inayosema Irani yalenga vituo vya kijasusi vya kijeshi. Ukurasa wa 9 mwendelezo wa habari hiyo. Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, nalo limeandika kuwa ametekeleza Samia azindua daraja la JPM Magufuli na kuiunganisha Tanzania na majirani, awataka wananchi walitunze, na Ulega ahidi neema zaidi kanda ya Ziwa. Tukiachana habari hiyo tunakutana na habari inayosema kuwa maji ya maafa yaanza kugeuzwa fursa, mradi wa bilioni 128 wazinduliwa. Ni wapi? Basi ukurasa wa 3 habari hiyo inaendelea. Tukiachana habari hiyo tunaangaza habari nyingine iliyopata nafasi kwa siku nzima hii ya leo, nasema kuwa kampeni msaada wa kisheria yarejesha matumaini da. Ukurasa wa 4 pana habari inasomeka wasomi wasema demokrasia muhimu kulinda amani ya nchi. Shekhe ajiteka kukwepa madeni ya milioni 500. Mtazamaji, ni shekhe gani? Ukurasa wa 18 mwendelezo wa taarifa hiyo. Ukurasa wa ndani pana habari iliyoandikwa Afrika ipewe uhuru kuzalisha nishati kwa rasilimali zake. Tunatamatisha na habari picha kama ambavyo unaiona mtazamaji, ikimuonesha Rais Samia Suluhu Hassan akifungua daraja la JP Magufuli Kigongo Busisi, picha ya juu kwa mtazamaji lenye urefu wa kilomita 3 wakati wa ziara yake mkoani Mwanza siku ya jana. Anashirikiana naye ni Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega, wengine ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, Rais mstaafu Jakaya Kikwete watatu kushoto, na Mama Janet Magufuli. Picha zaidi ukitaka kuzifahamu zipo ukurasa wa 5 ndani ya gazeti lako hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nipashe Mwanga wa Jamii linatuambia ya kuwa ukombozi daraja Kigongo Busisi. Ukurasa wa 2 utaisoma kwa undani zaidi. Tukiachana na habari hiyo tunakutana na habari inayosomeka gharama upandikizaji uloto milioni 75, serikali yaingilia kati kupunguza makali ya uchumi kwa wagonjwa. Ukurasa wa 3 habari hiyo utaisoma kwa kina zaidi. Pana habari inayosema kuwa wabunge wazisemea tasnia za habari, sanaa, punguzo la kodi na tozo. Mtazamaji, habari hiyo inaendelea ukurasa wa 2. Pia pana habari inayosema TANESCO yaita mezani wateja wenye madeni sugu. Mtazamaji, pia na habari inasema Ponda asema ataagiza watu kulinda kura uchaguzi mkuu. Tunatabatisha kulondoa Nipashe Mwanga wa Jamii na habari iliyopo ukurasa wa 19 inayosomeka serikali ya Zambia na familia ya hayati Rais Lungu zavutana kuhusu mazishi. Mtazamaji, uhuru kweli daima umefika wakati wa kulondoa ili nalo pia tuweze kufahamu kwenye uhuru kweli daima kwa siku nzima hii ya leo kitu gani kimeandikwa. Historia imeandikwa. Rais Dr. Samia zindua daraja la John Pombe Magufuli, litamaliza changamoto ya usafirishaji ama ya usafiri iliyodumu kwa zaidi ya miaka 50. Lina urefu wa kilomita 3,
daraja la 6 kwa ukubwa barani Afrika. Kanda ya Ziwa yasema saluti kwa Dr. Samia. Ulega atangaza neema kwa wananchi wa Mwanza, asema serikali ya awamu ya 6 itajenga barabara ya nje njia 4 na mkoani humo. Mtazamaji, itajenga barabara ya njia 4 mkoani humo. Kurasa wa pili habari hiyo utaisoma kwa undani zaidi. Pana habari inasomeka kuwa wananchi Mwanza kicheko ufunguzi daraja la JP Magufuli. Rais Dr. Samia amedhamiria kuendeleza sekta ya madini. Hiyo ni kauli waziri mkuu. Tukiachana habari hiyo, pana habari inasema Wasira amtolea uvivu Mpina. Tunatamatisha kudondoa Uhuru vijijini na habari inasema hizi hapa sababu za Tanzania kuipiku Marekani kasi ya ukuaji uchumi. Hizo sababu, mtazamaji, zimeelezwa ukurasa wa 12 wa gazeti lako hili. Na sasa ni zamu ya kudondoa gazeti Mwananchi Tanzania, nalo linatuambia kuwa uzinduzi daraja la JP Magufuli, Samia atimiza ndoto. Uzinduzi wa daraja JP Magufuli, Samia atimiza ndoto. Tunaambiwa ya kuwa ni kukamilisha ujenzi daraja la JP Magufuli, kero ya vivuko kwisha, uchumi kanda ya Ziwa kufunguka, asema ni ishara kuanza kujitegemea kiuchumi, ataka madereva wawe waangalifu. Ulega kicheko na atoa maelekezo. Ni maelekezo gani yameelezwa ndani ya gazeti lako hili, mtazamaji? Tukiachana habari hiyo, tunakutana na habari inayosema kuwa shilingi bilioni 917 kunufaisha wanafunzi elimu ya juu. Kasi wanawake kujifungua kwa upasuaji, gumzo na mikoa vinara. Ni hii, mtazamaji, ni mikoa gani? Gazeti lako hili limekusogezea hiyo mikoa. Tunatamatisha na habari inayosomeka matumaini kinga mpya kuzuia HIV ikianza kutumika. Ukurasa wa 4 habari kamili, mtazamaji. Na sasa ni zamu ya kudondoa gazeti Mwanahabari, nalo linatuambia kuwa Rais Samia amwenzi JPM. Rais Samia amwenzi JPM. Mtazamaji, ni kwa namna gani? Basi tunaambiwa daraja la Kigongo Busisi sasa kuitwa John Magufuli, azungumza namna walivyojadiliana kulijenga. Ulega asema mazuri zaidi yanakuja kanda ya Ziwa. Ukurasa wa 3 muendelezo wa taarifa hiyo. Pana habari inasomeka kuwa makaa ya mawe kuzalisha umeme megawati 120 nchini. Dr. Biteko asisitiza Tanzania ipewe uhuru wa kuzalisha nishati kwa kutumia rasilimali zake, ahimiza Tanzania na Urusi kuendeleza uhusiano wake wa kuheshimiana. Ukurasa wa 2 habari hiyo inaendelea. Pia pana habari inasomeka kuwa Aweso asema vijiji vyote kuwa na maji kabla ya 2030. Mtazamaji, asema Rais Samia ni rais wa vitendo na Disemba 25 serikali itakuwa imevuka lengo la ilani ya CCM ya usambazaji wa maji. Ukurasa wa 3 utasoma habari hiyo. Pia pana habari inasomeka Dedi Dr. Mnasi apewa kongole na madiwani Siha kwa kuwa mtumishi bora. Mtazamaji, tunatamatisha na habari inasomeka waliohudumiwa banda la mwanasheria mkuu wa serikali wapongeza. Na hayo ndio alojiri kwa mukhtasari Mwanahabari, gazeti bora kwa siku nzima hii leo. Na sasa ni zamu ya kudondoa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, ili nako tuweze kufahamu kitu gani kinaendelea. Samia azidi kumwenzi Magufuli kwa vitendo, akamilisha na kuzindua daraja la Kigongo Busisi, anika namna walivyojadiliana kulijenga. Ni mradi mkubwa uliokuwa umesalia awamu hii. Ukurasa wa 4 habari inaendelea. Ziara ya Rais Samia Simiyu yaacha alama miradi mikubwa. WMA afanya uhakiki wa mita za umeme viwandani. Pia pana habari inayosema Tanzania na Benki ya Dunia zajadiliana utekelezaji mpango wa misheni 300. Tukiachana habari hiyo, tunakutana habari inayosomeka Waziri Nchemba akutana na ujumbe wa bodi BOT. Ukurasa wa 2 habari hiyo utaisoma
Kwa undani zaidi, CRDB ya zawadia watoto Muhimbili na ya muaga Profesa Janabi. Tukiachana habari hiyo, nukutana habari inasomeka sheria za habari zafanyiwa marekebisho kukuza uhuru wa habari Zanzibar. Tunatamatisha na habari inayosema Israel yasema bado inaishambulia Irani, mtazamaji. Hayo ndio yalojiri kwa mukhtasari ndani ya gazeti lako hili Majira, ya gazeti huru la kila siku. Tunaligeukia gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge, nalo linatuambia ya kuwa ametekeleza Rais Samia azindua kibabe daraja Kigongo Busisi. Ni mradi mkubwa uliokuwa umesalia awamu hii amwenzi hayati Magufuli. Waziri Ulega asema uchaguzi mkuu Oktoba ni tiki tu. Wananchi kanda ya Ziwa wamshukuru Rais Samia kwa jitihada zake katika utekelezaji wa mradi huo. Pia pana habari inayosema TANESCO yazindua kampeni ya ulipaji madeni na ulinzi wa miundombinu ya umeme, ukurasa wa 3. Habari hiyo utakutana nayo. Tukiachana na habari hiyo, nakutana habari inayosomeka kuwa Kamishna Kuji asema daraja la JP Magufuli linaenda kuongeza ufanisi utalii kanda ya Ziwa. Tunatamatisha na habari inayosomeka Benki ya Dunia kuiunga mkono Tanzania mpango mahsusi wa nishati safi, mtazamaji. Na sasa umefika ule wakati wa kuyageuza magazeti haya kwa upande wa kurasa za michezo na burudani, ili tuweze kufahamu kwenye michezo na burudani kunani kwa siku nzima hii leo. Tunaanza na Zanzibar Leo, michezo na burudani. Limeandika tunajivunia mafanikio ya michezo. Hiyo ni kauli ya Mheshimiwa Hemedi Samia, mgeni rasmi Bunge Bonanza. Tukiachana habari hiyo, nukutana habari inasomeka kuwa serikali yaunga mkono juhudi za ZBC kuibua vipaji. Tunatamatisha na habari inasomeka Singida yajipanga kuibana Yanga finali ya CRDB, mtazamaji. Habari Leo michezo na burudani inatuambia ya kuwa Yanga na Simba jino kwa jino. Pia pana habari inasomeka Mwinyi ahidi uwekezaji zaidi kwenye michezo, Shime roho kwatu. Huku Liverpool kuanza ligi dhidi ya Bournemouth. Tunatamatisha na habari inasema nchi 6 kushiriki pool table 8 ukurasa wa 23. Habari hiyo inaendelea. Na sasa nizamu ya kudondoa gazeti Nipashe michezo na burudani natuambia ya kuwa Fadlu afunguka na anaitaka dabi baada ya mechi na Kagera Sugar. Ataelekeza nguvu na mikakati yake kwenye deshi kwenye nini. Basi ufafanuzi zaidi upo gazeti lako Nipashe. Pia pana habari inasomeka Miludi aichimba mkwala Dodoma Jiji. Tunatamatisha na habari inasema Modric akabiliwa kifungo cha miaka 4 kuhusiana na kosa gani. Basi ukurasa wako wa 23 gazeti Nipashe michezo na burudani linakujuvia kuhusiana na mchezaji Modric, mtazamaji. Na sasa nizamu ya kudondoa Uhuru kweli daima michezo na burudani inatuambia ya kuwa moja utofauti wa pointi kati ya Simba na Yanga katika ligi kuu bara. Ubingwa ligi kuu bara wa waibu wa Hamdi na Fadlu. Tukiachana habari hiyo, nakutana habari inayosema kuwa michuano ya Chani kuzinduliwa Agosti 2. Pia pana habari inayosema Fatuma yazidi kupima uzito siku hii ya leo. Nasoro Idrisa kaimu mwenyekiti bodi ya ligi kuu. Pia pana habari inayosomeka Liverpool yampania Isaka. Clara Luvanga atamani ubingwa. Tunatamatisha na habari inayosomeka michuano ya klabu bingwa duniani haipoi, mtazamaji. Na sasa tunalegeukia mwanahabari michezo na burudani anatuambia ya kuwa Rais Samia mgeni rasmi CRDB na Bunge. Kipa bora EPL yupo Tanzania kutembelea vivutio, mtazamaji. Tukiachana habari hiyo, tunakutana na habari inasomeka kocha Mgunda asema tunabaki ligi kuu. Tunatamatisha na habari inasomeka Dodoma Jiji na Yanga sio mechi ya kitoto, mtazamaji. Wa Machinga nalo linatuambia kuwa Yanga na Singida Black Stars finali siku moja mbele. Tukiachana habari hiyo, tunakutana na habari inasomeka kuwa Rais Samia mgeni rasmi CRDB
na bunge bonanza, mgombea TFF akiri kuna mizengwe. Tukiachana habari hiyo, nukutana habari inasomeka kuwa Simba washindwe wenyewe kwa Age Basiala. Mtazamaji, tunatamatisha na habari inayosomeka Aziz Ki aweka rekodi na aikabili Manchester City. Mtazamaji, tunatamatisha kipindi chetu kama ilivyo ada na kawaida na kudondolea gazeti Mwanaspoti kata kio michezo na burudani kwa siku nzima hii. Leo tunaanza na habari inayosomeka kuwa dabi ya Juni, Yanga 5 Simba 2, rekodi ya Jumatano ya shangaza, na Juni 25 ya wabeba wekundu. Mtazamaji, tukiachana habari hiyo, tunaangaza habari nyingine hapa inayosomeka kuwa Yanga ya mvizia kiungo Mghana. Pia pana habari inayosomeka nondo za Kiemba, dabi ya Kariakoo ni mbinu na ufundi. Pia pana habari inayosomeka Ahua na Ateba katika vita mpya. Tukiachana habari hiyo, nakutana na habari inayosomeka kuwa matano ya msubiri Ibenge Azam FC. Ni yepi basi mtazamaji? Gazeti lako linakujuvia katika ukurasa wa 13. Pana habari inayosomeka pia kompyuta ya tabiri bingwa EPL. Tukumbuke Man United dhidi ya Arsenal Jumapili Agosti 17. Mchezo huo ndipo utakapochezwa. Kwa upande wa wafungaji mtazamaji, pia umekewa kuna Jan Ahua ana magoli yake 16 akitokea Simba, Clement Mzize 13 akitokea Yanga, Prince Dube pia yupo, Lionel Ateba yupo, Steven Mkwala akiwa na 12, Jonathan Sowa akitokea Singida Black Stars. Mtazamaji, tunaangaza habari nyingine hapa kwa siku nzima hii leo, ambayo natutamatishia kulidondoa gazeti Mwanaspoti kata kia michezo na burudani inayosema FIFA, mchezo wa FIFA CWC siku ya leo Jumaa kutakuwa na mchezo kati ya Flamingo dhidi ya Chelsea majira saa 3 kamili za usiku katika dimba la Lincoln. Mchezo huo ndipo utakapochezwa, na hayo ndio yalojiri kwa mukhtasari ndani magazeti tuliokuandalia kwa siku nzima hii leo. Kumbuka tumekudondolea kurasa za michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na kimataifa, na aliyekudondolea magazeti hayo ni mimi mtangazaji wako Salha Rashidi nikishirikiana sambamba na Sabri Hussein. Mtazamaji, ikiwa ni mgeni katika channel hii ya Mihrab Media, mtazamaji usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili kuweza kupata habari mbalimbali ambazo tutakuwekea katika ukurasa wetu wa YouTube. Nikutakie tuwe na asubuhi njema, Ijumaa Karim.